الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى نفضل زاك نكرم ياك سبحانه. Tumerudi tena kwenye maahadi yetu, maahadi Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah للحلقات العلمية, kwa ajili ya kuendelea na masomo baada ya likizo fupi kwa munasaba wa Eid al-Adha na masiku 10 yaliyokuwa kabla yake au siku 9 zilizokuwa kabla na siku 3 zilizokuwa baada yake, ayamu tashriq. Tumerudi tena ukiwa huu ni usiku wa tarehe 21 mwezi huu wa Dhulhijja katika mwaka wa 1447 Hijriya, ambao utakuwa ni sawa na usiku wa tarehe 7 mwezi wa 6. Usiku huu Lailatul Ahad, usiku wa tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Tukihesabu kwamba siku ishapinduka, tuko siku nyingine. Na kwa mujibu wa ratiba zetu, leo tuna somo la hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia kitabu chetu Al-Jawharun Naqi, Al-Jawharun Naqi الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Kitabu hiki tumekiandika maalum kwa ajili ya wanafunzi wa maahadi hii, na kwa Waislamu wote kila anayeona kitamfaa, lakini walengwa wa kwanza ni wanafunzi wa maahadi hii, kama tulivyolibainisha hilo katika utangulizi wa kitabu hiki. Kwa hiyo wanafunzi hilo walijue, na lile lilokusudiwa katika kuandikwa kitabu hiki basi walitimize. Bado tuko kwenye juzuu ya kwanza, na leo tutaanza hadithi ya 27 chini ya mlango babu ma jaa fi ruqa. Kwa hiyo tutaanzia hapo biidhnillah alkarim. Mara ya mwisho tulisimama kwenye tarehe 29 Dhulqaada katika mwaka huu wa 1447. Ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Kwa hiyo leo tunaendelea.
Kwa hiyo tumsikilize msomaji tutasoma mlango huu na hadithi zilizopo katika mlango huu. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قلتم حفظكم الله تعالى كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرقى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. أخرجه مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: يحتاج إلى التعديل شوية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث. أخرجه مسلم. باب ما جاء في الرقى. huu ni mlango wa yale yaliyokuja kuhusu ruqa, kuhusu matabano. Ruqya sasa hivi ukisema ruqya ni mustalah tayari ushafahamika kwa watu, ni neno limekuwa limeenea na linafahamika. Ruqya, fulani amefanya ruqya, fulani amefanyiwa ruqya, linafanya ruqya na maneno kama haya. Tunasema ruqya, Kiswahili pia julikana hivyo ruqya, lakini pia hutafsiriwa kwa matabano, kisomo, al-azaim, kisomo maalum cha kumsomea mgonjwa. Inasema ar-ruqa ambayo ni jamu ya ruqya. Neno ar-ruqa ni jamu ya ruqya, wa hiya al-qiraa. Ni wingi neno ruqa, ni wingi wa neno ruqya. Nasema bi dhammi ar-ra'i wa sukuni al-qaf. Na jamii yake ruqya, jamu yake ni ruqa bi dhammin fa fathun maqsura au fa fathun fa maqsura, kwa dhamm kisha fatha kwenye qaf kisha kuna alif maqsur. Ruqa ni wingi wa neno ruqya. maana yake ni alqiraa والنفث, na kuvivia mate, wasoma huku watematema mate, talaban lishifaa, kwa ajili ya kutaka au kutafuta ponyo, shifaa wal afia, kutafuta afya. قراءة inawezekana ikawa ni kwenye Qur'an, sawa kanat min al-Qur'an al-Karim au min al-ad'iyah an-nabawiyyah al-ma'thura. Inawezekana ikawa kisomo hicho ni Qur'an au dua zilizothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na fi'li madhi inasema raqa, kwa fatha katika fi'li madhi raqa. Yarqi fi'li mudhari inakuwa yarqi, anafanya ruqya. Raqitu fulanan, tusema hivyo, nimemfanyia ruqya mtu fulani. Arqihi, raqitu fulanan wa arqihi. na رقيت، رقى يرقى، اسمه رقيت
au raqitu raqaitu nimefanya ruqya kusema raqitu nimepanda ayarqa raqa yarqa anapanda raqiya yarqa lakini hapa ni raqa yarqi tusema raqa kwa hiyo ukija katika inaya mutakallim unasema raqaitu sababu ni raqa yarqi arqi nimesema hivi ili kutofautisha baina raqiya yarqa ambayo maana yake ni kupanda juu sawa na hii ya ruqi ambayo ni raqa yarqi min babi rama yarmi tusema ramaitu raqaitu armi arqi uchukua kwamba ni katika mlango wa rama yarmi raqa yarqi ni kama vile rama yarmi liko wazi jambo hilo kwa mlango huu tutazungumzia hadithi zilizokuja kuhusu ruqya kisomo cha kumsomea mgonjwa itakuwa lugha iko wazi zaidi kisomo kwa sababu ruqya au ruqya imetafsiriwa kwa maana ya alqiraa ni kisomo gani hicho hiya alqiraa wanafathu talaban lishifai walafia kwani kisomo cha kumsomea mgonjwa kwa ajili ya kutafuta shifa kisomo hicho kinaitwa ruqya ruqya ni neno la Kiarabu mufrad neno moja wingi wake ni ruqa tumefahamika hapa chini yake tukahitaja hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini kama ilivyokuwa kawaida yetu kabla ya kuingia kutaja hadithi tunatoa ufafanuzi mfupi unaohusiana na masala haya muhimu suala la ruqya kumfanyia kisomo mgonjwa ni jambo linalofaa katika sheria ya Kiislamu kwa dalili nyingi tu miongoni mwa hizo ni hizi zilizotajwa hapa na nyinginezo mfano hadithi iliyopokewa kutoka kwa Auf ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anasema kunna narqi fil jahiliya hadithi hii ya Auf ibn Malik al-Ashja'i hii tutaisoma na hadithi ya Anas itakayokuja rakhasa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ar-ruqya min al-ayn wal-humati wan-namla hadithi hiyo pia ni ushahidi na nyinginezo hizi tutazisoma lakini nyingine ambazo haziko katika mlango huu ni hadithi ya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu aliposema amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al yoyote anayeweza kumnufaisha ndugu yake na afanye hadithi ametaja Imam Muslim katika sahihi yake kadhalika hadithi nyinginezo kama hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha amesema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha ishtaka minna insanun masahahu biyaminihi thumma qala Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapolalamika katika sisi mtu yoyote humpangusa kwa mkono wake wa kulia kisha anasema adhhibil bas rabban nas washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama ponya ondosha maradhi ewe bwana wa watu na uponye kwa sababu wewe ndiye mwenye kuponya na hakuna ponyo isipokuwa ponyo lako ponya kwa ponyo ambalo halitabakisha maradhi kwa hiyo ni ushahidi wa kuonyesha ya kwamba kumsomea mgonjwa kumfanyia ruqya mgonjwa ni jambo linalofaa katika sheria bali jambo limehimizwa kwa sharti hizo zimo ndani hizi hadithi tutakazozisoma na nyinginezo
Sharti ya kwanza, mtu kwanza asiitakidi kwamba hicho kisomo chake kinanufaisha kwa dhati yake, ndicho kitakacholeta manufaa kwa dhati yake, bali anatakiwa aitakidi ya kwamba anayeponya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye aliyoifanya ni sababu inayokubalika kisheria. Kwa sababu si kila sababu inakubalika kisheria, kuna sababu zinakubalika kisheria. Wewe itakidi kwamba hii ni sababu ambayo inakubalika kisheria, kwa hiyo kwa sababu hii Allah subhanahu wa ta'ala ataweka shifa ndani yake, ukatarajia hivyo na ukaitakidi hivyo. Lakini pia jambo la pili, hakitakiwi kisomo hicho, matabano hayo hayatakiwi kupingana au kwenda kinyume na sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja na sheria aliyopewa na Allah jalla wa ala. Tukisema sheria tukusudia ule mfumo wote wa dini, kuanzia mambo ya kiitikadi na imani mpaka mambo ya kiibada, mpaka kufika mambo ya miamala na mahusiano ya watu na vitu vingine. Sheria yote tunakusudia hivyo, tukusudie sheria hapa kwa maana ya mambo ya kiibada. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na sheria na utaratibu na mfumo. Hayo matabano yako na hicho kisomo chako unachomfanyia mgonjwa, basi kisipingane na utaratibu na sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kama ikitokea kupingana, kwa kuwa ni katika aina za matalasimu, ruqya yako watumia aina za matalasimu au na aina za mambo ya kiuchawi na kutaka msaada kutoka kwa majini na mingineyo, mambo hayo hayatafaa. Hata kama mwanzo utasema mimi si tabibu, mimi si ninayeponya, anayeponya ni Allah, Mwenyezi Mungu ndiye mponyaji, mimi nafanya sababu tu. Hata kama jambo utaliegemeza kwa Allah, lakini itaangaliwa, je, njia unayoitumia ni njia inayokubalika na sheria ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kama sio, basi jambo lako hilo liko katika makosa, inaweza likawa ni haram, bali inaweza kuwa likafikia kwenye shirk billahi azza wa jalla, wal iyad billah. Kwa lazima liangaliwe jambo hilo, lazima liangaliwe jambo hilo. Kadhalika hayo maneno na hicho kisomo unachokisoma kinatakiwa kiwe kinafahamika, maneno yake ni maneno ya aina gani, kwa sababu kuna watu wana maneno yao ya kimila, maneno ya kikabila na mila zao ndio wanayotumia katika matabano yao, katika kumtibu mgonjwa anapotaka kumtibu maradhi fulani. Mtoto amepatwa na zongo, kuna kitu zongo, basi wana lugha zao wanazozitumia. Zile lugha lazima ziwe zinafahamika na zinakubalika na sheria, maana matabano mengine ni matusi, mengine ni kufuru, ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana katika hadithi tutakayosoma, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoulizwa na Auf bin Malik al-Ashja'i kuhusu matabano yao waliokuwa wakiyafanya wakati wa jahiliya, kabla ya kuletwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Waarabu walikuwa na matabano yao. Sasa anauliza, je, ya Rasulullah, yale matabano yetu yale yalikuwa yanafaa? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, airidhu alayya ruqakum, nionyesheni hayo matabano yetu, mwafanyaje? Hebu sema mwafanya vipi? Kisha akaweka msingi imara kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam
kwa umma wake na watu wote wanaomkubali yeye. Akasema la ba'sa birruqa, hapana vibaya kwa kufanya matabano au kufanya visomo, ma lam yakun fihi shirkun, muda wa kuwa ndani yake hakuna shirki, muda wa kuwa ndani yake hakuna maneno ya ushirikina. Huo ndio msingi mkubwa kabisa. Kwa hiyo tukwambia, hebu eleza wasema maneno gani, unatawassali kwa nani, kwa maneno yapi? Kwa sababu wengine yatawassaluna biljinn, unawaita majini wakataka msaada kutoka kwao, wengine wakatambika kwa mizimu ya kwao, wakataka msaada kwa wafu wao waliotangulia katika kuleta shifa. Hiyo haitakubalika. Sasa kufanya ruqya shar'iyya, ruqya ya kisheria ambayo sheria inaikubali, inaafikiana sheria kwa kuwa haiendi kinyume na vile ilivyofunzwa, ni jambo la zamani la kale kabisa, halikuanza jana na juzi, jambo la zamani kabisa na ni jambo linalokubalika. Sasa hapa katikati pameingia watu waganga wengi, wakafanya matabano ya kishirikina, wakakatazwa kwamba jamani, haya mambo hayafai, jamani hivi na vile, uganga huu hauko sawa, kupunga mashetani si sawa, sawa sawa shetani hufanywa ruqya, kafanywa visomo maalum vya sheria vya dini vinakubalika. Wale waganga wamekuja wanasema wana maneno yao, lakini waganga wengi wanasapotiwa na walimu wa madrasa, hasa wa makhurafi wanawasapoti, kwa sababu wenyewe wengi ni waganga. Hawa maustadhi wa kikhurafi hawa wengi waganga, au masufi wengi wao ni waganga. Uganga huu wa kishirikina huu huwa wanasema hawa mawahabi bwana siku zote ilikuwa wapiga vita mambo ya kuagua na kufanya visomo, wanasema ni haramu, shirki, bid'a. Na wao siku hizi bwana waagua bwana, lakini wao waita ruqya, unaelewa? Wanawaambia watu na wao pia wanaagua siku hizi, wamerudi kule kule wanaagua na wao, lakini wao wasema halali kwa sababu wanaita ruqya. Hamna ruqya bwana, ndio huu uganga tu, unaelewa? Kwa hiyo wanawatia nguvu wale waganga wa kienyeji kwamba endeleeni kwa sababu hakuna jipya, ndio huu tu. Sasa hapa kuna kuwapoteza watu, kuna tadhlil, tamwih, talbis, na hii ndio kawaida yao. Ni vitu visivyofanana. Kufananisha visivyofanana na kuvitofautisha vinavyolingana na kufanana ni makosa kisheria, ni makosa makubwa kabisa. Kwa hiyo ruqya ya kisheria iko na ameifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wameifanya masahaba, wamefanya tabi'in as-salaf as-salih, wameifanya ruqya na imehimizwa, iko katika kitabu na as-sunna. Ama ruqya na matabano ya kiuganga ya kishetani ya kichawi, haya pia yana wenyewe, haya katika Uislamu hayakubaliki. Kama mtu amepatwa na masi ya sheitani mathalan, au amepatwa na sihri, haya mambo yapo. Mtu anaweza kuwa amepatwa na sheitani, kwa shetani yule humtia wazimu ya akafanya mambo yasiyofaa, au akaumwa akashindwa kufanya mambo fulani kwa sababu ya mashayatini yaliyomvaa katika mwili wake, yanamsumbua. Si njia ya kisheria kumpunga akapigwa ngoma na zumari, wakaletwa wataalamu na ngoma zao na zumari zao na madogori yao, wakayapiga pale, akapungwa, shetani akachinjiwa, akanunuliwa vitu kadha wa kadha,
mashuka, mapete, vikaletwa viano hapo. Hili jambo halipo katika sheria. Huku ni kumtii sheitani. Lakini mtu mwenye maradhi haya, matatizo haya, akasomewa Qur'an, na zamani ilikuwa suratul Fatiha peke yake inatosheleza. Mtu akisomewa Fatiha basi, al-Fatiha hii unaijua wewe, unasoma kila siku. Hii ni dawa kubwa kabisa, la watu wangelikuwa wajua. Kadhalika suratul Baqara na sura nyingine zilizokuja, baadhi ya ayati katika suratul Baqara ni dawa, imethibiti. Kwa hiyo kufanyiwa hivi ni sawa. Sasa ndio Kiislamu. Bali kama itakuwa kuna dua nyingine iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia sawa, na dua nyingine yoyote ambayo haipingani na misingi ya Uislamu, kwa kuwa haipelekei kwenye shirki wala katika bid'a wala katika haramu. Kwa hiyo ni jambo la kisheria liko wazi kabisa, na walillahi alhamdu, baadhi ya watu wamefanya hivyo na wamepata kabuli ya hilo. Wengi katika watu wamepata shifa, na alhamdulillah waislamu wengi wamezinduka katika hili. Hawendi tena kwa waganga kupungwa nyari, hakuna tena. Na ndio maana utakuta miji mingi sasa hivi husisikii ngoma za shetani. Lakini kwenye kukaa kwako hapa pengine miaka miwili, miaka mitatu huko hapa, ungesikia huko kupungwa nini, kuna madogori watapiga ngoma za shetani. Haupiti mwaka, nyumba hii. Ni mambo, ilikuwa ni mambo ya kikawaida katika jamii, wakiona kwamba huo ndio utaratibu, mambo ya Kiswahili. Lakini leo alhamdulillah mabaki watu wachache tu wenye kuhimiza mambo kama haya. Mnaweza kukaa akaona kasema leo, hebu turudisheni ngoma za shetani, ili aete kinyume cha mambo, kwa sababu tumekataza. Sasa nataka auhuishe kwamba ni uongo, haya mambo bado yapo, lakini uongo, mambo yameshafilisika. Washirikina wamefilisika katika mambo yao mengi kwa sababu ya da'wa ya tauhid. Walillahi alhamdu wal minna. Kuna mambo mengi ya shirki katika miji watu wameyaacha kwa sababu ya wito wa tauhid. Leo kumchukua kijana wa miaka 25, 30, 20, huwezi kumdanganya eti ukamwambia ukampunge ana wazimu. Yeye hana wazimu, tayari ametaalamika, anajua, anasikia mawaidha leo yanatolewa kila mahali. Huwezi kumdanganya, utabaki wewe na uzuzu wako na ujinga wako. Unalingania watu warudi katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu hao wanaopunga hawawezi kumtoa huyo jini, hawawezi. Kinachofanyika pale ni kumtia nguvu tu, kumsimika, ili mwakani warudi tena, wampunge tena, wale wachukue pesa waondoke, alafu warudi tena. Lakini hawezi kumtoa. Lakini Qur'ani yaweza kumtoa, kuyatoa mapepo hayo na kuyafukuza. Qur'ani inawezekana kufanya hivyo. Kwa someni Qur'an, ihifadhini Qur'an. Qur'ani ni dawa, na wala mtu asikutishe na uchawi wake kama tutamroga. Maadamu una suratul Baqara, uchawi utarudi kwake. Wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billah ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ndio sikutisha. Nabii Ibrahim auliza, vipi mimi nitaogopa vile mnavyovishirikisha nyinyi? Nitaogopa masanamu yenu, nitaogopa mizimu yenu na tunguri zenu, ili hali nyinyi hamuogopi kwamba mshirikisha Allah na vitu ambavyo Allah hakuteremsha hoja yoyote juu yake. Basi kundi lipi kati yetu sisi na nyinyi linastahili kuwepo katika amani, kiwa mnajua zaidi? Yule aliye pamoja na Allah au yule aliyekuwa na shetani? Yule ambaye Allah humtia nguvu kwa malaika au yule ambaye atakuwa anatiwa nguvu na wachawi na wanga? Ayul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, wale walioamini na ikawa imani zao hawakuzichanganya na shirki, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, hao ndio watakaopata amani na hao ndio wenye kuongoka.
Kwa mlango huu ni mlango muhimu sana, mtu kujifanyia ruqya, na sio lazima upatwe na uchawi peke yake au upatwe na mashayatini peke yake. Kabla havija vikufika hivyo, lazimiana na iradi sahihi na ruqya ya sheria, ili wasikusibu wachawi, wasikusibu mashayatini, bali na maradhi mengine yoyote ambayo yametajwa hapa. Hata sumu pia fanya ruqya. Hata ukijikata na kiwembe, ukijikata na kisu, ukijikata, ruqya. Umejigonga mahali, fanya ruqya pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya namna hiyo, na ni dawa mujarrab. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaposikia maumivu mahali, ameumia mahali, basi yeye kitia mate kidole chake, kisha ukigusa katika ardhi akikinyanyua, akasema turbati ardina wa riqati ba'dina tushfa biha saqimuna biidhni rabbina, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kisha aweka pale mahali penye maumivu, anapona. Mujarrab, ni kusema kwa yakini tu. Kwa hiyo kuwa na utaratibu wa kujifanyia ruqya ni jambo muhimu sana, na ndio faida ya kusoma. Waache watu wahangaiki watangetange kwa sababu ya ujinga wao. Soma, itakufaa ilmu.